Hivi karibuni kamati ya masaa 72 ya nidhamu ya uendeshaji wa bodi ya ligi ilikuja na adhabu kwa baadhi ya wachezaji pamoja na waamuzi, na tukashuhudia baadhi ya waamuzi ambao walihusika katika mchezo wa Kariakoo Derby, Kasim Mpanga ambaye amefungiwa miezi 6 na Hamdan Saidi miezi 3, kuonekana wakifanya makosa ambayo moja kwa moja kufungiwa katika kipindi chote. Mjadala ni mkubwa sana, lakini jana pia tumeshuhudia makosa ambayo mwamuzi nambari 2 kushindwa kung'amua makosa ambayo mchezaji wa Young Africans Depu kabla ya kufunga mpira alituliza kwa mkono. Hizi adhabu ambazo zinatolewa kwa waamuzi wetu, unahisi ni sahihi ama before kuwapa kwanza adhabu hizi tulipaswa kwanza kuwapa elimu, lakini pia kujua nini hasa ambacho kinawasibu? Kwanza sitaki kutumia neno kwamba watu wa kamati waliamua kama kimiemko, zaidi sitaki kutumia hilo neno, lakini kwa kile ambacho kilitokea kwa waamuzi ambao walifungiwa katika mchezo wa dabi, ambao waamuzi ambao walichezesha mchezo wa dabi waliofungiwa, binafsi sikuridhishwa na yale maamuzi binafsi. Haya ni maoni yangu na wasilinukuu vibaya, kwa sababu pia nina haki pia kuzungumza kwa kile ambacho nakiamini, kwa sababu hata ukiangalia makosa ambayo yamekwenda kuwahukumu hawa waamuzi ni makosa totally ya kibinadamu. Ukijaribu emrejea kwanza ile offside ambayo ilihukumiwa ya Prince Mpumelelo Dube, ukijaribu kuangalia ni 50-50, lakini alikuwa katika eneo la onside. Muamuzi kwa jicho lake la kibinadamu na muamuzi ana nafasi moja tu ya kuona, tofauti na sisi ambao tunakuja kufanya analysis, tunapata nafasi ya kurudia picha marejeo mara 2 mara 3 mpaka mara 10. Vyovyote vile ambavyo unatamani kurejea, unaweza kurejea na kujua ukweli wa mambo uko vipi so far. Lakini ukijaribu kurudia tena, angalia tukio la goli ambalo lilikataliwa la Selemani Mwalimu, ujaribu kuvaa viatu vya wewe kuwa muamuzi. Selemani Mwalimu kuna nyakati alionekana kuzidi, kuna nyakati akaonekana kurudi, kuna nyakati akaonekana kuzidi, kuna nyakati akaonekana kurudi. Sio na Bakari Nondo Mwamnyeto alijaribu kucheza offside trick japokuwa ikaonekana kufeli, na Selemani Mwalimu akakaa katika eneo la onside. So far kwangu mimi ilikuwa pia ni total 50-50, kwa maana alikuwa ni onside, lakini unaweza ukaangalia kwa jicho la haraka unaweza kuona kabisa ilikuwa ni nini, ni offside. Sasa kwenye kufanya maamuzi, mimi binafsi natamani kuona watu tutaki kuamua kwa sababu tu ya miemko. Watu tutaki kuamua kutokana na pressure ambazo zinatusukuma nje. Wao inabidi tuamue kutokana na uhalisia na jambo jinsi lilivyo. Of course wana haki ya kufanya hivyo, lakini pia wanapaswa kuwafikiria hawa pia waamuzi. Ukiwaangalia waamuzi wote ambao wamefungiwa ni waamuzi ambao wameshachezesha michezo mingi kwa ubora mkubwa. Ukiangalia kwa nyakati nyingi wamefanya vitu bora sana katika ligi kuu soka Tanzania bara. So far walipaswa pia kuangaliwa kwa jicho la pili. Kwangu mimi nadhani adhabu zilikuwa ni kubwa, wala hao adhabu hazikustahili, kwa sababu ukijaribu kuangalia katika ligi kuu soka Tanzania bara labda na FA, kumekuwa na makosa mengi ya waamuzi makubwa ambayo yanafanyika, tofauti tena yale ambayo yalifanyika katika mchezo wa dabi. Ni makubwa mno, lakini waamuzi hawachukuliwi hizi sheria kama ambazo wamechukuliwa hawa waamuzi. Why katika mchezo huu zitumike adhabu kali kiasi? Kwa hiyo mimi nadhani walipaswa pia kutathmini, hawapaswi kuamua kwa sababu ya miemko ambayo yanatoka nje ya taaluma yao, kwa sababu ukiangalia kwa jicho la kawaida utagundua kwamba kama kuna namna ambayo hawa watu wa kamati walifanya kazi kwa miemko, hawakufanya kazi kwa kuangalia hutu na weledi ambao unatakiwa kufanyika, kwa sababu huwezi kuhukumu sehemu ambayo hata mwenye ukiangalia kwa jicho la kwanza unasema kwamba ni offside. Hata watu ambao sisi wengine hatukuwepo uwanjani tuliangalia katika banda umiza, mpira ulivyoonekana Prince Mpumelelo kachomoka, tulijua nini ni offside clear, lakini baadaye ndo tukaanza kutengeneza ubishani, haikuwa offside, haikuwa offside. Unajua kwa sababu tumepata nafasi ya kuangalia kwa mara nyingine. Lakini pia ukijaribu kuangalia pia Selemani Mwalimu, watu tulijua pia offside, kwamba ile ni clear offside, watu wanabishana clear offside, ile sio offside, clear offside. Baadaye tukaja kuangalia tukaona kwamba ilikuwa ni onside. So far kwangu mimi nadhani waamuzi ama watu wa kamati wanapaswa kuangalia pia, sio kuamua kwa sababu ya miemko, kwa sababu sio kitu kizuri, sio kitu kizuri kwangu mimi nadhani hivyo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.